Mavijana, niliwaambia na kuwaga hapa kuwachanua, kuwapeleka na rada. Juu sitaki life kugonge, ama ukujie upoteze opportunity kwa life yako, lakini kuna kitu imekuharibia. Kuambiana kuko, kusikilizana ndio hakuna. Kama wewe ni kijana na unajua uko na miaka 25, hapa mnisikize na mnisikize vizuri. Kama uko na miaka 25 kurudi chini, ama ulitoka shule juzi ndio unaanza life, hebu karibia hapa tuambiane ukweli. Niliwaambia mimi siko hapa kukuchocha na life, lakini nakwambia zile vitu unapata kwa ground ni watu wengi hawataweza kuambia. Leo topic yangu iko kwa meno ya silver na mbling. Sana sana hata mbling si sana, lakini nitaguzia mambo yake. Kama we ni kijana na unajua vizuri, hapa nao nisikize vizuri kijana. Kama unajua vizuri unataka kuweka meno ya silver na unajua hakuna kibarua uko nayo, wewe umejiajiri, usikimbilie kuweka hii meno ya silver. Nirudie tena. Kama unajua usaidizi yako iko mikononi ya wazazi, ni kutoka nje unaenda kutafuta kibarua, epuka sana sana meno ya silver na mbling. Vijana, hizi meno za silver watu wengi huwaga wanajaji. Unapata wengi huwaga yani akikuona tuna meno ya silver atakufikiria vibaya. Labda we ni gondi, labda we unachaiwa ama kuna vitu mbaya unafanyaga kulingana na meno ya silver venye huwaga nafikiria. Understanding ya wasee haifanani huku nje. Najua kuna mahali utatoka shule ama uko huku nje unatafuta kibarua, epuka sana sana kuvaa ama kuweka meno ya silver. Kijana, utaishi kuzurura ukienda kutafuta kibarua, ukienda kutafuta opportunity yoyote, unapata hiyo meno. 90% ni mahali kwingi ni mahali utakataliwa. Na utakataliwa ni kwa nini? Juu meno ya silver imechafuria watu wengi jina huko grao. Najua watu wengi wale naongea na wanu wa mtaani, na si wengi wanaweka meno ya silver wakiwa na nia mbaya, lakini understanding ya wasee ukiwa na meno ya silver huaga wanafikiria vitu zingine. Na ndio nimechukua hii chance nakwambia hapa, kama wewe ni kijana uko na miaka 25 kurudi chini,